ardhini. Na polisi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasema watu 26 wamefariki baada ya gari lao kulipuliwa na bomu lililokuwa ardhini eneo la karibu na mpaka na Cameroon. Kumekuwa na ongezeko la uhalifu wa makundi ya watu walio na silaha nchini Nigeria, ikiwemo lile kundi la Boko Haram. Hii ni BBC. Shukran Jamhuri mwa Vyombo kwa muktasari wa habari za dunia. Msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC yanakujia kupitia FM radio shirika mbalimbali kama Radio Free Africa, Abud FM na Classic FM nchini Tanzania, Nyota FM Gulf Radio na Pamoja FM nchini Kenya, Radio Lira na Radio Kitara nchini Uganda. Aidha yako moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Asubuhi uko nami Karorobi. Karibu sana msikilizaji. Serikali ya Ukraine imetilia shaka tamko la Urusi la kusitisha mapigano kwa siku 3 ili kuruhusu maadhimisho ya miaka 80 ya kushindwa kwa utawala wa Kinazi Ujerumani kwenye vita vya pili vikuu vya dunia. Beldin Waleula na maelezo zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa wito wa usitishwaji wa mapigano kwa muda wa mwezi mmoja ili kutoa msingi wa kile alichokiita mazungumzo ya kidiplomasia ya kweli. Katika hotuba yake kila siku kwa taifa lake, rais wa Ukraine amemshtumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kutangaza mpango wa kusitisha mapigano ili kuhakikisha kuwepo kwa usalama wakati wa gwaride la kijeshi wiki ijayo ili kuadhimisha kumbukumbu ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Huku hayo yakijiri, milipuko kadhaa ya mabomu imesikika katika mji mkuu wa Ukraine Kiev usiku kwa mkia leo baada ya jeshi la nchi hiyo kutoa tahadhari ya mashambulizi. Ripoti zinasema kuwa wanajeshi wa Urusi wamefanya mashambulio kadhaa ya anga mjini humo. Kwingineko, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa wanajeshi wake wamefanikiwa kudungua ndege 51 zisizo na rubani za Ukraine jana usiku. Idadi kubwa ya ndege hizo zilidunguliwa katika eneo la Kursk. Awali Rais Putin alisema kuwa mwishoni mwa juma wanajeshi wake walifanikiwa kuwatimua wanajeshi wa Ukraine kutoka eneo la Kursk, miezi 8 tangu utawala wa Kiev kuanzisha mashambulizi katika ardhi yake, hasa maeneo ya Belgorod na rasi ya Crimea. Uhispania imetangaza hali ya hatari na imezidisha doria za polisi kwa kuongeza maafisa 36,000 zaidi baada ya nchi hiyo kushuhudia kupotea kwa umeme jana Jumatatu. Waziri Mkuu Pedro Sanchez hata hivyo amesema huduma umeme imerejea kwa zaidi ya nusu ya nchi baada ya umeme kukatika kwa zaidi ya saa 12 kote nchini humo. Umeme pia ulikatika katika nchi jirani ya Ureno. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Mamlaka ya Uhispania inasema mtandao mzima wa treni umezima. Hospitali zimelazimika kutegemea jenereta. Mkuu wa mtandao wa umeme wa Uhispania amesema huduma zinaanza kurudi polepole, lakini akaongeza kuwa huenda ikachukua muda wa saa 10 hivi kurejesha nguvu zake za umeme kikamilifu. Opereta mkuu wa Ureno alisema inaweza kuchukua muda wa wiki moja hali kurejea kawaida. Katika mkutano na wanahabari mjini Madrid, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema uchunguzi bado unaendelea kuhusu tatizo hilo na akahimiza umma kutegemea vyanzo vinavyotambulika kwa habari kuhusu kile kinachoendelea. Bado hatuna habari kamili za sababu ya kukatika kwa umeme. Kwa hivyo, naomba umma kama tulivyofanya katika matatizo mengine iliyopita, kuhakikisha kupata habari zao kutoka kwa vyanzo rasmi. Ni bora kutotoa taarifa zisizo za ukweli. Tutajua sababu baadaye. Hatuondoi dhana yoyote, lakini sasa lazima tuzingatie jambo muhimu zaidi ambalo ni kurejesha umeme kwenye nyumba zetu. Michael Hogan ni mshauri wa shirika la kijamii la kimataifa na ni mtaalamu wa masuala ya umeme. Anasema kukatika kwa umeme kwa kiasi kikubwa hicho mara nyingi huchukua muda kurejea na kufanya kazi. Mfumo wa kusambaza umeme wa Spain na Ureno umekwama na kuzima kabisa, na sio jambo la kawaida, kuwa ngumu sana kurejesha kwa kawaida. Na bila shaka itachukua saa nyingi kurudia hali yake, pengine siku kadhaa. Kiasi inarudi kwa kutumia upepo na pia kuagiza kutoka Ufaransa. Joseph Henshaw amekwama katika mji mkuu wa Ureno Lisbon baada ya safari yake kuelekea Uingereza kufutwa. Hapa anaelezea masaibu ambayo imesababishwa na tukio hilo la kukatika kwa umeme. Kuna barabara za mizunguko mikubwa na bila wasimamizi wa trafiki hapo au taa zinazofanya kazi hata
kidogo. Ilikuwa ya kuogofya na ya kutisha sana, hasa kuvuka barabara hizo. Sio tu taa za trafiki, lakini maduka, mikahawa. Bado sijaweza kula leo. Sijapata kifungua kinywa au chakula cha mchana kwa sababu nina kadi ya ATM na kwa sasa haifanyi kazi. Niko karibu na benki kwa sasa. ATM zote hazifanyi kazi, hakuna hata moja ambayo inafanya kazi. Siwezi kupata pesa popote, kwa hiyo ninatumai mke wangu katika hoteli atalazimika kunisaidia kwa kiasi. Mamlaka ya kufuatilia na kuchunguza utendaji kazi wa polisi nchini Kenya IPOA imetoa tamko baada ya uchunguzi wa BBC uliofichua maafisa wa usalama waliowaua kwa kuwapiga risasi waandamanaji watatu karibu na bunge wakati wa maandamano ya umma mwezi Juni mwaka jana. IPOA imesema imekamilisha uchunguzi wa zaidi ya theluthi mbili ya vifo 60 vilivyotokea wakati wa maandamano hayo ya kupinga mswada wa fedha. Imetoa orodha ya waathiriwa na chanzo cha vifo vyao. Taarifa zaidi na Robert Kipto. Mamlaka huru ya kusimamia na kuchunguza utendaji kazi wa maafisa wa polisi nchini Kenya IPOA imetoa taarifa yake kuhusu uchunguzi wake wa mwenendo wa maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Katika taarifa hiyo, IPOA imesema kuwa ilirekodi kesi 60 za vifo zinazohusiana na maandamano hayo. Kati ya hizo, upelelezi wa 22 zimekamilika, 36 zinaendelea na kesi 2 tayari ziko mahakamani. Mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan amesema kati ya kesi zilizokamilika, 8 ziko chini ya kikosi cha polisi kuchukua hatua, 4 ziko katika hatua ya mwisho kabla ya faili kuwasilishwa kwa mwendesha mashtaka mkuu nchini. Kesi 2 tayari zimekamilishwa na idara ya nidhamu ya polisi na kesi 4 pekee zimewasilishwa kwa mwendesha mashtaka mkuu ili awape mwongozo, na kesi 3 zilisitishwa baada ya ushauri wa mwendesha mashtaka mkuu. IPOA ilitoa ripoti kuhusu matukio yote yaliyoripotiwa na imehusisha waathiriwa kutoka miji ya Eldoret, Kisumu, Nakuru, Kakamega, Meru, Mombasa, Nyeri na Nairobi. Aidha, taarifa hiyo imeongeza kuwa kesi 2 zinazohusiana na vifo vya Rex Masai na Evans Kiratu tayari zimewasilishwa mahakamani. Tume hiyo imesema kuwa wakati wa maandamano hayo walirekodi visa 233 vya majeruhi na visa 191 vingali vinachunguzwa. Tume hiyo hata hivyo imekiri kuwa baadhi ya uchunguzi wao umehujumiwa sana na hatua ya maafisa wa polisi na baadhi ya mashahidi kutoshirikiana nao. Ripoti hiyo ilitolewa saa chache tu baada ya makala maalum ya BBC African Eye kufichua maafisa wa polisi waliohusika na baadhi ya mauaji wakati wa maandamano hayo katika majengo ya bunge mjini Nairobi. Shukran Robert Kipto kwa taarifa hiyo. Duniani kote sarafu ya kidijitali yani cryptocurrency imepata sifa kama suluhisho la kifedha kwa baadhi ya watu, wengine wakiona kama kamari hatari. Barani Afrika, nchi kama Nigeria na Kenya zimepata mafanikio makubwa lakini pia hasara kubwa, huku Botswana bado ikijaribu kuelewa jinsi sarafu ya kidijitali inavyofanya kazi. Bila sheria wazi, hatari ni kubwa. Mwanamke mmoja mjini Gaborone ameifanya kwa dhamira yake kutumia mtandao kusambaza uelewa kuhusu matumizi ya sarafu hizo, kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Anokumu. Barani Afrika, sarafu ya kidijitali inavutia lakini pia ina hatari. Kwa baadhi ya watu ni njia rahisi ya kupata pesa, kwa wengine ni kama kamari iliyoacha na hasara kubwa na sintofahamu. Nilianza kujihusisha na kripto kupitia matapeli. Nilialikwa na rafiki yangu wa kanisani. Tuliweka dola 200 na wakatuambia tutakuwa tunapata faida ya 1%. Baada ya miezi mitatu, huduma ya kutoa pesa ilisitishwa na jukwaa lile lilienda na pesa zetu. That platform also went with our money. Tukio la Kaone si la kipekee, na kote duniani serikali zimeanza kudhibiti matumizi ya sarafu ya kidijitali. Nigeria imepiga marufuku mabenki kushughulikia miamala yake kutokana na hofu ya utakatishaji fedha. Kenya inazingatia kuweka kanuni kali zaidi kutokana na ongezeko la visa vya udanganyifu. Licha ya uwezo wake, sarafu ya kidijitali inafanya kazi bila udhibiti nchini Botswana. Mamlaka imetoa onyo kuhusu ulaghai unaohusiana na sarafu hizo. Hata hivyo, hakuna mfumo rasmi kuhusiana na matumizi yake.
Licha ya kutokuwepo kwa sheria thabiti, kwa mwanamke mmoja imekuwa fursa na hatari pia. Al-Kanani alianza kutumia sarafu ya kidijitali alipokuwa akitafuta njia ya kumsaidia mtoto wake aliyekuwa akiuguza ugonjwa wa moyo. Sikupata chochote kwa bahati mbaya. Kile nilichokuwa nafanyia kazi kilikuwa utapeli, kwa sababu baada ya kufanya kazi yote na kila kitu, wakati wa kulipwa waliniambia nifanye utafiti baada ya utafiti baada ya utafiti. Na kwa bahati mbaya mwezi wa Aprili tarehe 12 nilimpoteza mwanangu. Na leo anatumia ujuzi wake kuwafundisha wengine kama wakulima nchini Uganda kuhusu jinsi ya kutumia teknolojia ya blockchain kwenye kilimo. Tunafunza watu aina tofauti za kutumia sarafu hizi. Unaweza kuwekeza pesa zako na kuzitumia kama njia ya kuhifadhi thamani, lakini wakati huo huo kuna ubunifu unaofahamika kama blockchain ambao unaweza kutumia kuunda ubunifu utakaoleta mabadiliko katika sekta ya kifedha. Utafiti nchini Botswana unaonyesha kuwa 65% ya watumiaji wa sarafu ya kidijitali ni kati ya umri wa miaka 25 hadi 35. Wanavutiwa na ada ndogo za miamala na upatikanaji rahisi, hasa maeneo ya vijijini ambako benki za kawaida hazipatikani kwa urahisi. Lakini bila elimu sahihi na udhabiti mzuri, bado ni hatari na rahisi kudanganywa. Hakukuwa na elimu ya kutosha kuhusu jinsi Bitcoin inavyofanya kazi. Kwa hivyo watu huingia kwenye mitego ya kudhani wanawekeza kwenye Bitcoin, kumbe wanavutwa kwenye ulaghai wa kawaida wa ahadi za faida kubwa kwa muda mfupi. Zamu sasa ni yako Shedrack Mwansasu, tupashe habari za spoti. Asante Karo. Barani Ulaya katika michuano ya mabingwa ikiwa inaendelea tena hii leo kwa hatua ya mtoano, kwa mchezo mmoja pekee Arsenal the Gunners wao watakuwa nyumbani Emirates wakiwakaribisha PSG kutoka nchini Ufaransa katika mchezo huo wa mtoano. Na kesho Jumatano FC Barcelona wao ni wenyeji wa Inter Milan ndani ya dimba la Nou Camp, na timu hizo zikitarajia kurejeana tena katika raundi ya pili ya mtoano ambapo Barcelona wao watacheza na Inter Milan Mei 6 huku Arsenal wao wakisafiri kwenda nchini Ufaransa kucheza na PSG Mei 7 mwaka huu. Katika tenisi kimataifa, kutokana na changamoto ya kukosekana ama kukatika kwa umeme katika mataifa mawili ya Hispania na Ureno jana Jumatatu, hali hiyo ilisababisha michuano ya wazi ya Madrid kusitishwa kwa baadhi ya michezo. Waandaaji wa mashindano hayo wamesema walifanya hivyo kwa lengo la kuhakikisha usalama zaidi. Pia hali hiyo ilisababisha changamoto ya usafiri kwa umma. Na katika masumbu kimataifa, bondia Mwingereza Tyson Fury amesema kwamba huenda akabadilisha maamuzi yake ya kustaafu na kuweza kurejea tena ulingoni kwa mara nyingine tena. The Gypsy King mwezi Januari mwaka huu alitangaza kustaafu baada ya kupigwa kwa mara ya pili mfululizo na bondia kutoka nchini Ukraine Oleksandr Usyk. Maamuzi haya yamekuja huku akishinikizwa na marafiki wake wa karibu ambao ni mashabiki wake wakimtaka arejee tena ulingoni. Mwisho dondoo za kimichezo asubuhi ya leo. Shukrani Karobi.